ambazo Mungu umelikirimia kanisa lako. Baba, natamani kuona Baba utendaji wa karama hizo. Mungu wa ajabu Yesu, Mfalme mwema, Mtakatifu wa Israeli, Baba yetu na Mungu wetu. Bila hivyo unakuwepo na mapungufu makubwa. Mungu wa mbingu na nchi, tunajua Baba kuna karama mbalimbali, karama za uponyaji, karama za miujiza. Baba yetu na Mungu wetu Yesu, Mfalme mwema, na nyinginezo nyingi tu 9. Jehova, natamani karama hizo Mungu wa mbingu na nchi ziwepo kazini Jehova, kuanzia kanisa letu na mahali hapa Jehova, na katika dhehebu letu kwa ujumla EAGT lililoko katika nchi nzima Tanzania. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, twende tukaombe afya. Tuombe afya za watumishi wa Mungu pamoja na familia zao. Tuombe afya za washirika wote, wana wa Mungu kwa ujumla wao, wakaokolewe na mauti zisizo na sababu, waponywe na magonjwa ya presha, kiharusi, sukari, kuvimba ovyo miguu, pamoja na msongo mkubwa wa mawazo. Nasema hizi ni njia ambazo shetani anazitumia sana, tunataka kuwapiga watumishi wa Mungu ili kondoo watawanyike. Omba kwa ajili ya jambo hilo, afya njema juu ya watumishi wa Mungu na afya na familia zao. Ombea afya kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Ombea afya kwa ajili ya washirika wote ndani ya kanisa na mahali pamoja na waumini wa EAGT kwa ujumla wetu. Kwamba Mungu ashughulike afya zetu na maradhi ya aina mbalimbali yaliyoorodheshwa hapo. Mungu hayatosha, tuponye na hayo yote, kama aliyoahidi mwenyewe akisema tukimcha yeye atatuponya na magonjwa yote ya Kimisri. Na ikawe hivyo kwa jina la Yesu Kristo, juu ya wababa wa kanisa hili, juu ya wamama wa kanisa hili, juu ya vijana wa kiume wa kanisa hili, juu ya mabinti wa kanisa hili, juu ya watoto wa kanisa hili, juu ya wazee wa kanisa hili, juu ya viongozi mbalimbali, wazee wa kanisa, mashemasi na viongozi wa idara mbalimbali. Baba, washirika wote kwa ujumla wao, Mungu watujua mema, shughulika nasi, tuponye Baba, ngoa roho za magonjwa ndani yetu, ngoa roho za mauti ndani yetu, ngoa Baba, kisha achilia uzima wako ndani ya kila mmoja wetu. Achilia Baba uponyaji wako ndani ya kila mmoja wetu. Achilia Baba afya njema ndani ya kila mmoja wetu. Maana Mungu kwako kuna uponyaji, maana Mungu kwako kuna afya njema, maana Mungu kwako kuna uzima, tena uzima tele. Baba, tukuabudu na kukutumikia ukiwa wazima wa afya njema. Mwaminifu katika jimbo, katika hili, kwa jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Mungu shukuriwe. Umesikia, umefanyika jibu. Namba 19 ya mwisho. Yes, nusu yake. Ile kitu kingine ni kwa ajili ya siku ya mwisho tutakapokuwa tunahitimisha maombi yetu. Kwa hiyo la mwisho ni kumshukuru Mungu kwamba amesikia maombi tuliyomuomba. Na lama mbele za Mungu, shukuru Mungu kwamba amekusikia wewe kibinafsi, amelisikia kanisa la mahali pamoja na mahali hapa, lakini ametusikia wana EAGT kwa ujumla wetu ambao tupo katika kila kona ya nchi. Mungu amesikia maombi yetu. Kulala kwetu, tamka neno la shukrani mbele za Mungu. Hebu mshukuru Mungu, hebu mshukuru Mungu, hebu mshukuru Mungu, hebu wote tumshukuru Mungu. Baba kwa mama, vijana wa kiume na wa kike,
watoto wetu ambao wana uwezo wa kufanya kitu hicho, tuomba basi wakamshukuru Mungu, wakiungana na kanisa kwa ujumla na wazee wote tutamke neno la shukrani masikioni mwa Mungu wetu. Ukiwa mchovu kwa habari ya maombi, ndugu yangu, sio siri, utapitwa na mengi. Ukiwa mchovu kwa habari ya maombi, ninatangaza ya kwamba utapitwa na mengi. Maana Mungu aishie milele aliyetuokoa. Siku zote ukisikia ya kwamba ametenda mambo makubwa na ya ajabu, ni pale tu watoto wake wanapokuwa wamemuomba, iwe ni kwa mtu binafsi, ili atendewe mambo makubwa na Mungu, makubwa sana. Ajikite kwenye maombi, na mara nyingine aone ya kwamba maombi ya kawaida hayatoshi, aingie kwa kitu kinaitwa fasting prayers. Ndio aombe masaa 12, masaa 24, masaa 36, masaa 48 na kuendelea. Yani kabisa, mtu akifanya hivyo wa jinsia yoyote ile, wa age au umri wa aina yoyote ile, lazima Mungu atafanyika zilo. Nasema haya yote ili kwa habari ya maombi. Tuamke sote, tusiombe maombi ya kichogo. Na mara nyingine unamuita labda kama unapoingia kwenye maombi ya kwamba nisingependa niombe maombi ya kichogo, nisingependa niombe maombi ya mapoza, nisingependa niombe maombi ambayo ni ya bora niende, nisingependa niombe maombi ambayo ni mepesi sana, nisingependa niombe maombi mtu natamani niombe maombi yale makali, maombi ambayo shetani haweza kayadaka, maombi ambayo shetani haweza kayameza, maombi ambayo shetani haweza kayavuruga hata yasiweze kufika kule ambako yamekusudiwa yafike. Utakuwa hivyo mpaka lini? Amka kwa jambo hili, na ninatamani kanisa hili liwe moto kwa habari ya maombi. Wababa wa kanisa hili wawe moto kwa habari ya maombi, wajikutanishe na Mungu kwa njia ya maombi. Na ukiwa ni mtu wa kujipeleka za Mungu, from time to time, mara kwa mara, vyote vilivyomo ndani yako ambavyo sivyo, Mungu ataviteketeza, havitaendelea kamwe. Wewe ndani yako kwa namna yoyote ile, katika jina zuri la Yesu Kristo, jina linalopita majina yote. Mungu wa mbingu na nchi ulilotukirimia, Baba umetusikia, tunasema asante katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nakushukuru mno, umesikia, umetenda. Tuseme amen. Sema amen. Shangilie Bwana kwa makofi yako na vigelegele. Baba wa mbinguni ametusikia. Kuna fotografa hapa mbele, piga picha wetu kwa kiendelea, wakati tunaendelea na maombi haya kupiga picha. Asante kwa hilo. Sasa yeye mwenyewe, labda mimi nitachukua nimpige anapoendelea na kitu fulani hapa. Yeye aje madhabahuni awaombee wote, Mungu ashughulike na afya zenu, japo tumeshaomba. Ataomba kifupi, lakini Mungu ashughulike na mahitaji mbalimbali ya kiroho na ya kimwili mlio nayo baada